Naam, hii ni Baraka One TV ambayo uko unasikiza matangazo yake kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajab Wakili Kabonga, the one and only town DJP. Karibu sana ndugu mtazamaji, na asante pia kuendelea kuwa pamoja na sisi. Nitagusia tu point chache, na pia tuko na ujumbe mzito ambao utakwenda kusikiliza. Unajua, baada ya General Mugisha kuwa anaongea mambo mengi, kuna mambo mengine ambayo yako yanaleta changamoto na mengine yanasupportiwa kwa asilimia kubwa. Sasa kuna ndugu yetu mchambuzi mwingine ambaye pia ameweza kugusia swala la Mugisha na kulifafanua design fulani hivi. So imekuwa ni nzuri. Vita ambayo Kongo inaweza ikajiangaje na Rwanda, inaweza kawa ni vita moja kubwa ambayo kesho inaleta madhara makubwa sana. Lakini siwazi kama kuna wakongomani wenye kufikiria kwamba wanaweza kwenda kupigana na Rwanda. Kwa sababu of course sisi hatuna beef na Rwanda, hatuna shida na Rwanda, na hatutaki ile swala litokee kwamba Kongo na Rwanda waingie vitani. Sio jambo la kufurahisha sana. Unaelewa? Kwa hiyo sisi wote ni wamoja, ni ndugu, ni jamaa, ni marafiki, kwa sababu tunatembeleana, tunaingiliana. Lakini swala la serikali ya Rwanda kutuimpose vita ambayo sisi kwetu sio haki, inakuwa inasikitisha sana. So hilo tutakwenda kusikiza hiyo kitu. Na pia Minembwe bwana, mambo imekuwa ni mazito kule. Na habari zingine ambazo hizi nitawapeni ni za uhakika za kutoka Walikale. Sevre Walikale, mambo ni mazito sana kwa Reddit, kwa Twitter, kwa nini hawa kwa magaidi wa M23 wanaendeleza kupata kipigo kitakatifu kabisa. Licha kwamba waliingia kwa Walikale, walidhibiti Walikale, uwanja wa ndege wa Kigoma, lakini bwana wamepata changamoto kubwa. Ile safari yao ambayo wako wanataka kufanya direction ya kwenda Kisangani, it is very hard for them. So wanakutanana na vipigo mara kwa mara, na hivyo litakuwa kwao haitawaruhusu wao kuweza kuprogress. So hayo ndio mambo ambayo tutakwenda kuyajadili kwa sasa hivi. Nikupe nafasi pia uweze kusikiliza haya na usikilize mambo mengine ambayo yako yanazungumzika kwa kuhusiana na uzalendo. Unajua B1 TV tuko na connection na watu wengi, na watu wengi wako wanaweza kuleta ideas mbalimbali ambazo zitaweza kusaidia kulenga misaada kwa watu, kwa wananchi kuweza kujijenga ili tuweze kusonga mbele. So mimi ni Rajab Wakili Kabonga, kama unavyojua, the one and only town DJP. Niseme tu kwamba shukrani sana kwa wote ambao mko pamoja na sisi, na operation yetu Saidia Mzalendo bado iko endelea. Kama jinsi mnavyojua, kokote ambako nakutanana na mzalendo ni lazima nifanye operation Saidia Mzalendo. Haijalishi ni kiwango gani, kiasi gani, lakini nikisikia tu ile harufu ya mzalendo lazima niweze kufanya something. So operation yetu bado iko inaendelea, na jinsi nilivyoambia hivi, niko tarafani Fizi kwa leo, niko Fizi. Na nitatembelea baadhi ya wazalendo, kama nimeshakuona nishatembelea baadhi, na harakati bado zinaendelea. Baada ya hapo sasa tutakwenda kujifocalize bokupisi kwenye uwanja wa mapigano kule, ndiko tutakuwa. So ni hivyo. Kwa hiyo kama bado hujaungana na B1 TV, tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako, na hivyo tutaweza kuwasiliana na kuweza kufikisha ujumbe kwa ajili ya wazalendo ambao wako wanapigania taifa lao la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia unaweza ukajiunga na Baraka One TV membership ambayo iko YouTube. Unaona pale kwa YouTube kuna sehemu ambako wanaandika membership. Kama unaona, ukiingia tu pale kuna aina 4. So utachagua ipi ambayo inakufiti na unaingia kwa ile membership, na hivyo utakuwa unaweza kuwa unachangia ile kidogo kila mwisho wa mwezi. Na pia unaweza kunaandikia na ukaandika kwamba ili ni kuweze kukutia kwa group la members wa B1 TV ambao watakuwa wako wanachangia $15 kila mwisho wa mwezi na $10 kila mwisho wa mwezi. Unaandika tu Baraka One TV supporters this $, ama $15. Najua kwamba hawa ni wako na wani huko kwa ajili ya kuwa na tunasupportia na ndugu zangu. Na pia nikumbushe kwa wale ambao waliweza kuahidi kuchangia juu ya mixer pamoja na machine, jamani, naona siku zinasogea na tuweze kukamilisha huu mpango ili mambo yetu yaweze kwenda sawa. Najua kwamba mko wengi.
Nani Mzee Kilamba Mawe, big up sana. Asima Baguma Samuel, big up sana. Ramakei kutoka South Africa, big up sana. Na Mzee Seti Amen, big up sana. Jacques Bahati, big up sana. Dieudonné Butoto, big up sana. Ankis Kandeze, big up sana. Dafeza, big up sana. Laitesha, big up sana. Nani Mashaka Ayamba, big up sana. Asani Ramadhan, big up sana. Na wengine wote jamani, wengine wote ndugu jamani, marafiki wote ambao mko pamoja na sisi, tuna really appreciate. Sasa tuanze na hii hapa. Mapigano ambayo yameripotiwa huko maeneo ya milima ngazi za juu, kati ya Waza wakishirikiana na FRDC wakipambana dhidi ya Twirwaneho na Red Tabara. Utafahamu kwamba hawa Twirwaneho ni Wanyarwanda, wakimbizi wa Kinyarwanda wale ambao walikujaga ile miaka na hivyo wakajiita kuwa najiita wanani Wanyamulenge. Sasa hawa Red Tabara ni magaidi wengine kutoka Burundi, ambao walikuja kuungana ili kujaribu kwamba wanaweza kwenda kuiangusha serikali ya Burundi. Jamani, ni wakati wa habari na maelezo. So mapigano yalianza tokea hiyo jana ya tarehe 21 alfajiri. Na haya mapigano yalikuwa ni makali mno, yalipelekea mpaka eneo lote la juu kuweza kuwa na mirindimo ya silaha nzito nzito pamoja na nyepesi, na hivyo wazalendo kuweza kukiamsha tena upya na kuwatwanga Twirwaneho pamoja na Red Tabara, huku wakifanikiwa kuchukua baadhi ya maeneo. Katika sehemu ambazo kulikuwa kuna mapigano hayo makali ni maeneo ya Mukoko pamoja na Kakenge. Unaona, Mukoko na Kakenge ni maeneo ambayo yako yanafuatana hivi, na huko ndiko moto uliweza kuwaka upya, lengo likiwa ni kuchukua yale maeneo. Mpaka sasa hivi kitu tunaongea hapa, kale ka uwanja ka ndege ka Minembwe kako mikono ya Twirwaneho. Unajua hapa nyuma hapa mambo yaliweza kuchanganya sana, mambo yaliingiliana sana, hivyo Twirwaneho wakajitanua vibaya mno. So sasa hivi ni kazi ya kwanza inaenda na rekipere tena yale maeneo, na kuna makosa ambayo yalifanyika. Sasa haya hatutayazungumzia, lakini kuna makosa ambayo yalifanyika kiufundi yaliyosababisha mpaka hawa Twirwaneho kujitanua kiasi hicho na kuchukua maeneo mengi ya huko nyanja za juu. Yeah, this is reality. Unajua hatuwezi kupaka mafuta wakati tunaona mambo yanaenda. Kwa hiyo tunaambiana habari ambazo ziko za wakati, na zingine pia tunakuwa tunaziweka ni siri ili mjue. Katika maeneo ambako Waza na FRDC waliyachukua kutoka kwa magaidi hao ni pamoja na Gawera, Kivumu, Irumba, Nyagishasha. Haya ni maeneo ambayo tumeweza kuyachukua, na mpaka sasa hivi kitu tunaongea na wewe hapa, mambo bado iko inazidi kupamba moto. So hayo yakiendelea, mabosi wa Twirwaneho ambao ni kina Moise Nyarugabo, wakina Azarias Ruberwa. Sasa Moise Nyarugabo yeye haishi kulalamika. Unajua Nyarugabo likijaga tu swala la Twirwaneho wakipigwa tu basi. Wakati Twirwaneho walichukua Minembwe akusema kitu, wakati Twirwaneho wanapigana asemi kitu, lakini kitendo tu cha Twirwaneho kuanza kupigwa hivi, basi unamwona Nyarugabo naye huyo anasimama na kuanza kutamka kwamba FRDC na wazalendo wako wanaua raia. Eske kule wenye wako wanapigana ni raia ama ni wanajeshi? Wale ni wanajeshi. Unaona? Twirwaneho sio raia, Twirwaneho ni wanajeshi. Sasa wao wanapenda kujivictimize, kujililisha, waonekane kiwao ndio wako kwamba sijui wao ndo wako vipi, wao ndo wako sahihi, wao ndo hawa wananyanyasika, kumbe wao ndio wachokozi na wao ndio magaidi. Wewe kundi ambalo linaongana na M23, tuambie ili kundi tuliweke wapi? Tutaliachie? Ni lazima lipigwe. Sasa Moise Nyarugabo yuko anafanya propaganda mbaya dhidi ya serikali na dhidi ya vikosi vya FRDC na wazalendo. Na najiulizaga mpaka sasa hivi kwa nini Nyarugabo wanaendelea kumwacha tu na serikali Kinshasa? Ulikuwa mkamate wamsweke ndani.
Tunaona Uganda hapa kisi wako wanasweka ni wapinzani ndani. Rwanda, Tanzania. Wapinzani wako wanakungutwa kweli kweli, lakini demokrasia. Labda ndio demokrasia yetu kisi iko hivyo. So hilo ndio ambalo tulikuwa tuko nalo kwa pande huo wa Minembwe. Tukija kwa upande wa Walikale sasa, hapa ndiko masikio ya watu wengi yako najielekeza Walikale, wanataka kujua Walikale, Walikale kuko nini, Walikale nini kinaendelea. Jamani, Walikale mpaka sasa hivi mambo sio mazuri sana kwa magaidi wa M23, lakini sisi pia tuko na nafasi kubwa ya kuchukua Walikale yote. Tuko katika maeneo ya pembezoni mwa Walikale na tumefanikiwa kwelikweli kuwapiga magaidi wa M23 kuanzia hiyo tarehe 21. Ndege za Sokoi zilikuwa zinashambulia maeneo ya Walikale na hivyo kuweza kuwatia hasara kubwa magaidi wa M23 katika maeneo muhimu ambayo kulikuwa kuna mapigano hapo maeneo ya Walikale. Ni katika uwanja wa ndege wa Kigoma, ikiwa ni point strategic. Hii ni point moja muhimu sana ambayo mtu hawezi kuiachia. Maeneo ya Kigoma pamoja na maeneo ya fasi panaitwa Podium de l'Unité, Podium ya Umoja, pia kambi ya kijeshi ya Nyarusukulabure. Nyarusukulabure. Hii ni kambi ya kijeshi ambako huku ndiko magaidi walikuwa wanaenda kujifichia. Kwa hiyo walikungutwa sana. Mpaka sasa hivi kinachobaki tu ni ratisage ili kwenda na malizia. Kuna na kumalizia ili tuweze kujua kwamba tunaingia wapi na tunafanya nini. So kwa hiyo ndugu zangu wote ambao wako nalalamika juu ya Walikale, no, Walikale iko jere. Kiukweli iko jere, lakini bado hatujaingia ndani ya Walikale yote kwamba tuichukue yote. Habari zimekuja kwamba Walikale imekuwa rekipere, ndio iko rekipere kiwango fulani, so kiwango chote. Unajua kwenye uwanja wa mapigano na waliingizwa humu ndani na watu wa karibu. Unaona Walikale hao jamaa waliingizwa humu ndani na watu wa karibu. General Kabido inasemekana kwamba naye pia alihusika kuwasaidia hao jamaa, na aliwahi kusema na alitoaga ujumbe akasema yeye ni uongo, wanamsingizia kuungana na M23. Lakini cha ajabu katika kuanguka kwa Walikale inasemekana Kabido naye alihusika pia kuwasaidia M23 kuweza kuingia ndani ya Walikale. So inakuwa iko ni situation ambayo iko confused. Unaona? Ni situation iko confused kwa sababu kama watoto wa nchi wao ndio wako wanaingiza adui ndani ya nchi yao, ndani ya maeneo yao. So inakuwa iko ni jambo moja la kusikitisha. Binafsi mimi inakuwa niko najiuliza kwamba hawa watu ni watu wa aina gani? Unaona, Wakongomani tunakuwa tuko na roho za kijinga kiasi gani? Kwa nini Wakongomani tunakuwa hivi? Kwa nini tunafanya mambo kama haya? Unaona? Sisi kwa sisi ndio tuko tunaendelea kuharibu nchi yetu. Unaona? Wewe jiulize kwamba M23 ambao unakuja kuwasupport sasa hivi, kwenye walianzia haukukua. Je, unafikiri kwamba utakaa nao sambamba? Leo hii Kagame alitoka kimya akaenda kuonana na Felix wapi Doha, Qatar, bila naanga kujua, bila nani kujua, yani wote pale hakuna ambaye anajua. Kwa hiyo ni mafere yenye wao haiwahusu, lakini waliingia tu katika kazi ambazo haziwahusu. Ushelewa? Kwa hiyo mwenye kuwa na usukani pale ni Paul Kagame. Sasa wewe unakwenda kusaliti nchi yako, unaungana na adui, ankro yake utafaidika ni uongo. Au utafaidika kwa sasa hivi hakuna reinsertion, hakuna mixage. Hatutakubali tena FRDC ikuwe mixe na M23. Haitawezekana. Unaona, hiyo ndio point ambayo wako wanatafuta waingie muarme sasa zamani. Ile haitawezekana. Tushajua faiblesse yetu iko wapi, kwamba ile mavitendo ya kuingiza Rwanda mu FRDC ndio hii shida yote. Unakuta commandema zinakuwa ziko zinavurugika. Unaona? Kwa hiyo wote wenye iko na jiunga na M23 kwa kuwazia kibataingia muarme, ile haitafanyika. Na ulisikia general kiongozi Wilama ya Kutumba alisema masuala ya Felix kuongea na M23 hiyo ni ya kwao, sisi haituhusu wazalendo. Sisi tutapiga M23. Na ndio hiki ambacho kimefanyika maeneo ya Walikale. M23 wamekungutwa
na wamekiona cha mtema kuni na wamepata shida, na hii shida ambayo wamepata iko inawafuata katika maisha yao yote na wataendelea kuteseka kweli kweli. So hilo ndio ambalo nilikuwa niko nalo kwa sasa hivi. Sasa kulingana na General Mugisha, General Major Mugisha, kulingana pia na hali ambayo iko inaendelea, je, ni sahihi kabisa Kongo kuweza kuingia kupigana na Rwanda? Je, ni sahihi Wakongomani wanafikiria kwenda kupigana na Rwanda? Kama ni sahihi, unawaza nini ambacho kifanyike ili Kongo iweze kujiokoa? Je, sisi tuko na shida na Wanyarwanda ama hatuna shida na Wanyarwanda? Tusikilize hapo. Huyu mtu anasema mambo ya haki na ya kweli kabisa. Huyu ni revolutionnaire, anajua. Huyu mtu anajua kabisa, anajua. Huyu mtu alipitia mambo mengi. Haiko nasema wakuropoka saa vile bengine unasikia kabiko na ropoka ovyo ovyo. Huyu anajua. Na hii maneno anasema ni unabii. Ni unabii. Ni unabii. Yaani hapa tunaweza kumuita kama mwanajeshi. Huyu Mugisha François. Tunamuita saa vile mwanajeshi, lakini hii maneno anasema ni unabii kweli kweli. Na mimi nakubali na mimi naitika ile maneno anasema. Si kwamba iko kwa leo labda iko opposed, anajiopose kwa nani, kwa Kagame, lakini hii maneno anasema yote ni sahihi kabisa. Hakuna neno anasema ya uongo ndani. Kweli najua Rwanda inaona Kongo kama tuko ba faible, ndio. Inawezekana tuko ba faible kwa maneno ile. Lakini hakika ile neno anasema kwa mwisho kusema Wakongomani hawajawahi kuwaza kwenda kupigana na Rwanda. Wakongomani, Kongo haijawahi kuchokoza Rwanda. Lakini ipo siku Wakongomani wataamua, wakati wataamua kusema wanaenda pigana Rwanda, kwa kweli Rwanda, na hiyo siku haitafika. Najua haitafika. Na hatupendi hiyo siku ifikie kusema Kongo iende iteketeze Rwanda. Isifikie sababu Wanyarwanda wengi hawana yabo makosa. Hii ni aferi ya gouvernement ya gouvernement, lakini sio aferi ya Wanyarwanda bote. Kuko Wanyarwanda wengi hawajui hii mambo. Wanyarwanda wengi hawajui hii mambo. Wanyarwanda wengi hawana hii konfli na Wakongomani. Kama ukaangalia vizuri Bukavu wenyewe wanafanya buchuruzi pale kuanzia frontier kwenda Nguba, kufika Nyawera, kufika kusoko ya Kadutu, ni magaze zote, madepo zote ni za Banyarwanda. Lakini Mkongomani hajachokoza Mnyarwanda. Hati hii wakati yote ya vita ni magaze za Banyarwanda, madepo za Banyarwanda. Lakini hakuna muda Mkongomani alitamani hata vitu vya Banyarwanda. Kweli ili anasema. Kitu cha pili anasema ni hiki. Kweli Wakongomani ni kama chui. Chui anabaki yule ya muti. Kama haukumchokoza, naye hakuchokoza, lakini ukamchokoza. Na ujue kama wanyama wakali hawakujua kukamatia kushingo, walifundishwa. Mimi naamini maneno huyu ndugu anasema. Tunataka amani na tunataka tuishi amani. Kitu ingine nafurahia anasema, na nilisema siku zote. Mimi mwenyewe niko mshuhuda, sababu niliishi kambini. Mimi niliishi kambini Uganda, wengi wananifahamu vizuri. Nilikuwa nikisema kila wakati, na hii mkumbuke wakati nilifanya nilipata shida na Wanyarwanda pale Chaka, wengi wanajua. Niliuliza swali wakati nilishtakiwa na Wanyarwanda pale Chaka. Niliuliza, kwa Wanyarwanda wale wako kambini, wako Chaka, wako Nyarugusu kama wapi, wako Changwale, wako Rwamwanja, wako wale wote wanaitwa Wakongomani siku gani? Walipata uraia wa Kongo mkambi. Wale wote si wanatoka Rwanda? Wanakuja hapa Uganda. Si wanakuja hapa Uganda? Wote wanaijiita Wakongomani. Niliulizaka, ilikuwa kale 17 Februari, mnakumbuka, kuyu center Chaka. Niliulizaka, munambie siku gani
Kongo na Uganda walifanya mikataba ya kusema mtu mwenye anatoka Rwanda anaingia Uganda, huyo mtu mumuite Mkongomani. Si wengi wana mafomu hapa? Wengi si wana mafomu hapa Uganda za Wakongomani, wanajiita Wakongomani. Fomu zote, kuna fomu inaitwa Mnyarwanda kweli? Si wao wako wengi, lakini ile yote kumacho ya Wakongomani, na Wakongomani hawajali ile yote. Watu wanaenda nchi ya tatu. Ni wanani? Wakongomani wanaendaga basi? Si ni Wanyarwanda peke yake wanaenda nchi ya tatu? Si mtachoka bure hapa Uganda, tunachoka bure hapa. Si tutachoka hapa bure, na miaka itaisha, tuko hapa na hatutatokaka hapa. Nani atatutetea? Tuko Wanyarwanda basi. Hawa Wanyarwanda ni hao wanaenda nchi ya tatu, sio nyinyi Wakongomani wa asili. Hamutaenda nchi ya tatu, hata mfanye nini. Hii na wala pia hamutatoka hapa. Mniamini msiponiamini, miaka itapita na mtazeeka na mtakufia hapa hapa. Hata nisikie vibaya na kuambia kweli, sababu niliishi, niliona. Mnakumbuka na mnajua huyu mtu anasema maneno ya kweli. Hizi ni mbinu za Wanyarwanda, ni mbinu za guvernema ya Rwanda. Hata wale wenyewe waliteseka Rwanda, maisha magumu, umaskini, ndio wanawatoa Rwanda, wanawapigusudi wakuje wawaforme huku. Situko hapa Uganda sisi wote, tuko Uganda hapa sisi wote. Hatuko naona mambo inapigisi inapita. Kama ninyi kama muko wa refugee, sisi Chaka ni kambi ya wa refugee Kongole. Muko wa refugee Kongole wapi? Ni wa refugee Rwanda, na wale njoo wako na usaidizi yote. HI inasaidia wanani? Sinasaidia Wanyarwanda. DRC inasaidia wanani? Sinasaidia Wanyarwanda. ADRA inasaidia wanani? Sini Wanyarwanda. Siku gani na wewe? Siku gani utatoka Mukambi hapa? Siku gani utatoka hapa Changwali? Siku gani utatoka Rwamwanja? Siku gani utatoka? Jina yako iko wapi? Mnaendelea kuliwa tu mapesa. Na wengine hao tu wanaingia tunawapokea. Hata jana si mlifanya communique kusema wale wa nouveau wote wakuje, mtawasaidia na nini? Kwani wale mko na nini? Wewe mwenyewe haukusaidiwa, utasaidiana wewe? Wewe mwenyewe unashindwa, utasaidiana wewe? Ndio kukusanyika pamoja ni vizuri na kuwaza na kupokea wengine, lakini ile mikusanyo ni kutafuta pesa za hao wenyewe wanakuja, sababu mlizoea kunyanyasa Wakongomani wenzenu. Hakuna siku utasikia refugee Rwanda anafanya reunion, anaitisha mikutano. Communauté de réfugiés congolais, communauté de réfugiés. Niliishi na mimi naishi. Faida gani tulipata? Faida gani? Basi na wafikiri kila mtu awaze ndani ya roho yake. Kila mtu aombe Mungu tupate amani Kongo. Nchi ya tatu sahau, nakwambia sahau. Nusidanganye ndugu yako kusema eti unipe pesa, ndaenda Bujubuli, ndaenda kusemea, ndaenda siyo kama wapi Rwamanja, ndaenda 40. Ujifanye hivi, ujifanye mgonjwa, uende utafute barua ya hospitali, siyo kama ya Panzi, siyo kama ya wapi, ujifanye mgonjwa. Unachoka bure, unadanganya ndugu yako. Wewe mwenyewe hautoki. Utasaidia mtu na hautoki. Utawezaje? Mimi nafikiri mufuate kwa makini, mutasikia na mutaelewa hivi ndugu rafiki. Naam, asante sana ndugu zangu, karibu sana na Baraka1 TV. Nafikiri kwa haya ambayo tumekwenda kuyasikiliza ndio ambayo tulikuwa tuko nayo kwa mida hii ya saa 6. Tukutane majira ya saa 9. Saa 9 bwana, niko na bonge la surprise. Itakuwa ni jambo moja la maana sana. So tuungane hivyo na mimi Vrajabu Akili Kabonga, the one and only sound DJP. Operation Saidia Mzalendo, kumbuka iko inaendelea. Na harakati ziko zinafanyika, na pia ungana na Baraka1 TV kwa ajili ya kuisupport B1 TV. Ciao.